Habari gani mfuatiliaji na mtazamaji wa Together Online, ni wakati mwingine tena, muda wa lunch. Muda wa lunch, au sio? Tumekutana kupeana update tofauti ambazo tumeona tukusogezee wakati huu. Ni kwamba mwanadada Tanasha Donna Oketch jana aliweza kufanya interview ambayo ilikuwa ni ndefu sana, na ndio maana tumejaribu kukata vipande tukusogezee vyote kwa pamoja, unajua zile. So kwa wewe mwanafamilia wa Together Online, nadhani utakuwa umeshapata kwa ukubwa zaidi interview yote, kwa sababu tumekwisha kukusogezea mambo tofauti ambayo jana alionekana kuyazungumza. By the way, ni kwamba mwanadada huyu bwana alizungumza mambo mengi, lakini hiki ni cha mwisho. Hiki ni cha mwisho kati ya vyote ambavyo alivizungumza kwenye interview ambayo alikuwa anafanyiwa na mwanadada kutoka huko nchini Kenya. Ni kwamba Tanasha Donna Oketch, kitu cha mwisho ambacho alikizungumza ni kitu cha kujifunza. Unajua ni kitu cha kujifunza sana kwa mdada ambaye unatamani kuwa na wanaume au kuwa na mwanaume kutoka nje ya nchi. Unatakiwa ujifunze hiki kitu. Unajua bana, ni wote, hata wanaume. Unajua hii issue bana ni muhimu sana. Kila mtu kidogo ajue hivyo vitu, unaona? Kwa sababu huwezi kujua leo utakuwa hapa Tanzania, kesho utakuwa wapi, au sio? By the way, ni kwamba Tanasha Donna Oketch amesema kwamba yeye bwana kutokana na kwamba amekulia katika mataifa tofauti, kwa hiyo anajua vitu vingi sana. Kwanza alianza kwa kutaja lugha tofauti ambazo yeye anazijua. Lugha tofauti, international language. Tunasema hizi ni lugha za kimataifa, au sio, ambazo yeye anazijua toka alipozaliwa mpaka sasa hivi, umri huu alionao. Anaweza kuongea. By the way, ni kusanue kwamba Tanasha Donna Oketch kakulia Ubelgiji huko, au naitwa Belgium, au sio? Huko Belgium bwana. Tanasha Donna Oketch tunafahamu kwamba unapoongelea Belgium maana yake unaongelea lugha tatu international au national language ambazo yani kama vile Kenya ni Kiingereza, Kiswahili au sio? Kijaluo hapana, au sio? Ni kama makabila, ni kabila ambalo liko kule. So kula hivyo anaongea Kiswahili pamoja na Kiingereza. So Tanasha Donna Oketch kwanza tunafahamu kwamba amekulia Belgium. Kwa hiyo kule kuna national language official tatu. Unaona, ya kwanza ni Kidutch. Maana yake Tanasha Donna Oketch pale alipo anasema yeye anafahamu kuzungumza Kidutch kiundani zaidi. French au Kifaransa. Tanasha Donna Oketch pale alipo tunafahamu mpaka nyimbo zake zingine anaimba Kifaransa. La vie sijui nini. Tunaona kila siku pia anaandika hata kwenye ukurasa wake wa Instagram baadhi ya maneno ya Kifaransa. Tunashindwa hadi kuyasoma na Together na nini hatuelewi, yani tunahisi ni matusi. Kwa anajua kuongea Kifaransa kiufasaha kabisa. Kidutch, Kifaransa, lakini pia huko Belgiji wanajua kuongea Kijerumani, au kuna Kijerumani kama official language ambayo inatumika kule. Au sio? Ni sawa na mtu ambaye anishi Kenya, kwamba anajua Kiingereza, ukienda Kiswahili anajua, lakini Kijaluo pia watu wengine wana nini anajua pia, au sio? Kitukuyu sijui nini, unajua zile. So huko pia ukienda mtu labda ujui Kifaransa, unajua Kidutch unazungumza. Kwa nchi ya Ubelgiji au nchi ya Belgium manake haina lugha ya Kiingereza kama official language. Ni tatu tu. German, French na Dutch. Bas, lugha ya Kiingereza kule, unajua hata wa China hawana lugha ya Kiingereza kule. Hamna. Asili Kiswahili kidogo ndo najifunza, lakini Kiingereza hamna. Kiingereza hapana, yani Kiingereza hapana. Ukiangalia nchi kama Ufaransa, wenyewe pia yani utakuta Kifaransa wanakizungumza sana kuliko Kiingereza. Ndio lugha yao ya kimataifa, au sio? Kwa hiyo unakuta kuna watu wengine yani kama vile alivyokuwa anasema. Nisikiza siku moja interview aliyokuwa anafanya Kanumba zamani sana. Alisema kwamba nani huyu nani huyu jamaa Koframide ajui, yani ni msanii mkubwa ambaye ajui Kiingereza, anajua Kiswahili, anajua Kifaransa tu pekee yake. Kiswahili tena anajua Kifaransa, acha kujua wewe. Kwa anajua Kifaransa tu. Kwa hiyo ukiangalia kuna nchi baadhi ambazo Kiingereza hazitumii kabisa. Vile Tanasha Donna Oketch anajua, ukiachana na hii hapa hivi manake amishi Kenya, manake anajua Kiswahili, anajua Kiingereza, lakini vile nimsikia siku moja pia alikuwa anasema kwamba anapata kwa mbali Kijaruo.
Ya Kijaluo yenyewe si official language, sio official, sio international language. Sio international language, lakini msana uchukulia hapa kibongo bongo labda kabila ambalo limeextend sana Wasukuma. Wasukuma kidogo wanakuwa kwa Tanzania ni wengi, unajua wamechukua mikoa mingi, kwa mfano Shinyanga, Mwanza, Geita, Simiyu, Tabora kidogo ni Wanyamwezi wao wamechanganyikana kama Kisukuma. Wanyamwezi wenyewe ni Wasukuma sijui hao. Yaani ila wanasikilizana, kuna baadhi ya maneno ya Wanyamwezi. Kwa Wasukuma bana kwa Tanzania ndio wameenea sana. Ya kosa hii Kijaluo ni kidogo sana. Alafu sio lugha ya kimataifa. So Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Ndio maana hata South Africa sasa wanajifunza Kiswahili. China wanajifunza Kiswahili. Wachina wanajifunza Kiswahili. Sasa hivi ukaangalia top 10 ya lugha za kimataifa sasa hivi Kiswahili ipo kama sio namba 7 kidunia. Kwa sasa hivi imeshatembea sana duniani. Kwa Kiswahili tunajivunia sana sisi kujua. Rais John Pombe Magufuli alipoenda kuonana na rais wa kule South Africa, alimpatia vitabu kama kamusi za Kiswahili atumie wagawie kule wanafunzi wajifunze Kiswahili. Lakini vile vile tunaona sasa hivi vyuo vya Kiswahili walimu wanatoka wanaenda China kufundisha Kiswahili, Marekani wanaenda kufundisha Kiswahili. Kiswahili ni international language. Ile utakao jivunie wewe unajua Kiswahili bana, usione kama mimi sijui Kiswahili, najua tu na sijui Kiingereza, najua Kiswahili. Kiswahili ni international language. Kwa hiyo ukienda popote be proud kuongea Kiswahili. Kwamba mimi bana natokea Tanzania au mimi natokea Kenya, natokea wapi, wherever. Ila unapoongea Kiswahili ni ile international language. Jivunie kwamba mimi najua Kiswahili, unajua. Kwa hiyo bana Tanasha ameweza kutusanua. Yeye anaweza kuongea Kiswahili. Anaweza kuongea Kiswahili, Kiingereza, Kidachi, Kijerumani, Kifrench. Kwa ni mdada yuko poa sana. Tayari sana. Hiyo ni kimataifa. Tunasema Diamond bana yeye na Gariki yeye Diamond Kiingereza tu na Kiingereza na Kiswahili pia. Kwa Tanasha akawa amepelea. Mtoto anaongea Kifaransa. Kwa unajikuta anapigiwa simu na mshikaji wake anaongea Kifaransa au Kidachi. Kumbe wanaanza kuongea vipi, unakuja lini, wanapanga mpango wa kutoroka afu unamwangalia tu hivyo. Kwa unaongea nini? Rafiki yangu tu hapo tunaongea tu issue moja. Kumbe amepanga kutoroka au kukuua. Kwa hiyo ni hatari bwana. Tunataka tujifunze lugha bana hizi. Jifunze? Kweli. Lugha za kimataifa hizo unakuta mwingine ajui hata Kiingereza anaibika. Kweli nafikia tu sasa unajua tuko globalized sana. Ukiangalia mitandao ya kijamii inatumia sana Kiingereza, simu smartphone hizi. Ukitaka kugoogle nini lazima utumie Kiingereza. Sasa unaweza kugoogle alafu vitu vingine. Sawa unaweza kugoogle Kiswahili. Na ukigoogle Kiswahili vinakuja watu. Kuna maneno magumu ya Kiswahili. Kiswahili ni kigumu. Kuna maneno yani unajua Kiswahili tunakichukulia simple kwa sababu sisi tunaongea Kiswahili ambacho ni simple. Kuna Kiswahili kile cha ndani kile. Official kabisa ile. Nitakwambia nimenunua fulana. Unajua Wakenya sometimes nawashukuru sana kwa sababu Wakenya ndo wanaongeaga Kiswahili chenyewe. Kwa mfano sisi kibongo bongo, kwa sababu sisi kibongo bongo tumechanganyikana sana na zile tunaweza misimu. Tukichukulia unani t-shirt. T-shirt ni kwa Kiingereza, lakini kwa Kiswahili inaitwa fulana. Sasa Wakenya hawanaga ile, wanaongea sa official, wanasema nimeenda kununua fulana 2000. Joni kwa nimenunua fulana jana. Nikaga nimekuja nayo hapa, ingali nikakuta watu wamejaa hapa juu. Kwa wale wanaongea Kiswahili. Sasa John Kiswahili. Yani kama vile mwanangu, yani ile kama vile chala yangu wanaposema watu wa Arusha. Ni aje chala yangu mimi ni kwa hivi vile. Kwa John ni kama kitu fulani, yani kama mwanangu, yani John unajua John. Kwa bana Wakenya wanaongea Kiswahili fasaha. Ila sisi tunachanganya wahuni. Unajua Kiswahili mara mwanangu inakuaje? Nipe jero. Nipe jero mwanangu. Wakati baada ya 1000 unasema nipe jero. Nipe buku. Unaona vitu kama vile. Niache jekundu hapo. Kwa Kiswahili bana ni kigumu. Kigumu sana. Kuna hata kuingia Facebook ya Kiswahili, shai kuingia Facebook ya Kiswahili ni ngumu, hatari. Si watu ambao wako live wale chatting wale si wanaita wanani, si wa nini. Hatari sana. Uelewi yani. Mala siku haki, udukuzi, mala password inaitwa nywila. Unaona yani ni Kiswahili kigumu sana. Kwa weka nywila yako. Sasa ni hatari sana. Kwamba password inaitwa nywila. Weka nywila yako hapo uweze kuingiza uhakiki nywila tena. Kwa ni Kiswahili kigumu sana. Of course ni kigumu sana. Kwa Tanasha bana mimi naomba ongea sana kujua lugha za kimataifa. Lakini vile vile amekaa katika mataifa tofauti. Amekaa Kenya, Tanzania, unajua na Uingereza kama amesha kuishi, akaenda Belgium. Kwa Kiingereza fresh, Kiswahili fresh, ukija French fresh, Kidachi fresh na Germany anaongea kama kawaida. Fresh kabisa, au sio? Huyo ni mwanadada Tanasha Donna Oketch ameamua kututonya hilo. Wewe una maoni gani? Weka comment yako hapo chini na sisi tutapita nayo na tukutane tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi. Ciao.